Serikali ya Israel imeidhinisha awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yatashuhudia mateka wakibadilishana na Israel kujiondoa kutoka sehemu za Gaza. Mkuu wa timu ya mazungumzo ya Hamas, Khalil al-Hayya, amesema kundi hilo limepokea hakikisho kutoka kwa Marekani na wapatanishi kwamba makubaliano juu ya awamu ya kwanza ya kusitisha mapigano yanamaanisha vita vya Gaza vimemalizika kabisa. Japokuwa orodha ya wafungwa wa Kipalestina wanaotarajiwa kuachiliwa kutoka magereza ya Israel bado haijawekwa wazi. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kiutu OCHA imesema takriban tani 170,000 za misaada zimeandaliwa na zinasubiri kupelekwa katika ukanda wa Gaza. Msemaji wa OCHA amesema hayo baada ya Israel na Hamas kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano katika awamu ya kwanza ya mpango wa amani wa Gaza. Ameongeza mara tu maafisa wa Israel watakapotoa idhini, misaada hiyo inaweza kupelekwa kwa watu wenye uhitaji. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesalimika katika kura mbili za kutokuwa na imani naye katika bunge la Ulaya. Hoja mbili ambazo zimewasilishwa na wabunge wa siasa kali za mrengo wa kulia wanaojulikana kama wazalendo wa Ulaya na wabunge wa vyama vya mrengo wa kushoto zimeshindwa kupata angalau kura 360 zinazowakilisha robo tatu ya kura zote zilizopigwa. Hoja ya wanasiasa wa mrengo mkali wa kulia imeungwa mkono na wabunge 179 huku 378 wakipiga kura kupinga na 37 walijizuia. Na Rais Felix Tshisekedi ametoa wito wa amani kwa Rais wa Rwanda Paul Kagame, akimtaka aache kuunga mkono waasi na kushirikiana kwa ajili ya amani ya kikanda. Tshisekedi mwenye umri wa miaka 62 ametoa wito huo alipohutubia jukwani baada ya Kagame katika mkutano wa Global Gateway Forum ambao ni kongamano la uwekezaji ambalo limeandaliwa na Umoja wa Ulaya katika mji mkuu wa Ubelgiji. Hata hivyo, Kagame hakuzungumzia moja kwa moja mgogoro huo katika hotuba yake. Na kwa uchambuzi wa kina kuhusiana na taarifa hizi za kimataifa naungana na Ibrahim Rahbi. Karibu Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Na taarifa kubwa imekuwa kuhusiana na serikali ya Israel imeidhinisha awamu ya kwanza ya makubaliano yale ya kusitisha mapigano, na ambayo miongoni mwa vitu ambavyo vitashuhudiwa ni kuachiliwa kwa mateka waliokuwa Israel. Ya kweli ilikuwa toka taarifa ya kuwa aliyoitoa Trump ya kukubaliana kati ya Hamas na Israeli imechukua zaidi ya saa 12 mbele kwa baraza la mawaziri la Israeli ambao lilikutana usiku jana kuidhinisha sasa mpango huo, na sasa unaweza kusema kama ni rasmi makubaliano yamefikiwa. Makubaliano haya ambayo ukiwasikia viongozi ni kama wana mfano Trump alizungumza tena jana, akawa anaongea na vyombo vya habari, anasema kuwa nilikuwa naongea na bibi nikamwambia huwezi kupigana na dunia. Yani maana yake anakusudia kuwa huwezi kurudi kwenye vita tena, kwa sababu ni kama Hamas walikuwa pembeni ya dunia na dunia nzima ilikuwa ikikushambulia wewe. Ni tafsiri ambayo inaweza ikaja tofauti, kwa sababu kuna watu ambao wanahisi labda Marekani kachoka kuibeba Israeli kwa sababu inamchonganisha pia hata na washirika wake wengine kwa kiwango kikubwa, au Trump kaamua kusukuma haya masuala kwa kiwango gani. Lakini bado haiko wazi, kwa sababu kuna kile kinaitwa Nobel ambazo kimekuwa kikimsukuma Trump kwenye hili tuzo ya Nobel ambayo wengi wanahisi kuwa imemsukuma sana Trump kuhakikisha hili anaweza kulipeleka. Lakini na tuzo ya Nobel inatangazwa leo Ijumaa, hatujui nani ambaye atakuwa ni Trump au kina nani waliopo. Unadhani hilo imekaa kimkakati hasa makubaliano hayo kufanyika hii leo? Kuna mambo mengi yanayokwenda kama nilivyoelezea awali kuwa huenda Marekani imechoka, kwa sababu Trump aliingia na sera ile inaitwa Make America Great Again, MAGA mpya. MAGA inataka irudishe Marekani kwenye njia, yani kwenye nafasi yake, irudi kwenye uchumi na arudi kwenye sifa zile zile. Sasa wakati ameingia anakutana na vita ambayo haishi, na anajikuta kwa kiasi kikubwa
anarekebisha mahusiano kwa ajili ya Marekani ipate, lakini anakutana kila anayetaka kuzungumza naye kwenye meza anazungumza kitu kimoja tu, kuwa mwambie mwanao au mwambie Israel. Sasa unakuta hata wale ambao wanafanya biashara kubwa na Marekani sana wanazungumza na Marekani kuhusu Israel. Sasa Marekani anahisi kama inawezekana niko kweli na Israel, lakini nitamsaidia kwa mpaka lini? Yani tutaenda mpaka lini? Kwa hiyo unajikuta kuwa ndani ya ile kitu kinaitwa MAGA tayari kulianza kutokea upinzani wa Republican wenyewe kuanza kumpinga Trump kuwa ni kweli unasaidia Israel, lakini hujachora mstari. Yani umeachia kila kitu kiende. Kwa hiyo tayari ndani ya Marekani kulikuwa kuna upinzani ambao umeanza kumkabili. Kwa hiyo naweza kusema kuwa haya yamesukumwa kama ulivyosema, inawezekana kimkakati, lakini pia inaweza kuwa ni pressure ya washirika wa Marekani. Juzi alikuwa Mashariki ya Kati pale, kavuta matirioni ya dola. Hawa wanapata pressure ya ndani na wao kuwa kwa nini swala la Gaza hamlishughulikii? Kwa hiyo na wao wanampa pressure Marekani. Marekani anaona kuwa hebu na mimi natakiwa nilimalize hili na lenyewe liishe, kwa sababu kiuhalisia ukitazama kwa macho mengi kuwa mzozo huu si kuwa unamfaidisha sana Marekani, isipokuwa unamfaidisha sana Israel, lakini Marekani anazidi kujiweka kwenye nafasi ngumu zaidi. Lakini hii inamaanisha nini hasa kwa wakati huu? Maana yake ni kuwa tutakwenda kwenye usitishaji. Ndio ulivyokuja. Muda gani? Sasa huo muda hapo ndio kwenye maswali, kwa sababu usitishaji huu ulivyoletwa kwenye vifungu 20 vya Trump ni vya kumaliza. Yani kuwa hatutorejea tena katika vifungu 20. Lakini unaona kuwa mazungumzo yaliyofanyika pale Misri angalau siku 3 ambayo yalisukumwa na vigogo, kwa sababu tumezoea haya mazungumzo ni kati ya Misri na Qatar na Israeli na Hamas. Ndio walikuwa mara zote. Uturuki alijiunga kwenye haya mazungumzo. Hata Erdogan alianza kuwasiliana moja kwa moja. Lakini sio hivyo tu. Waziri mkuu wa Qatar Mohamed Al Thani alikwenda Misri kusukuma. Trump akasema kuwa nataka niende na yeye asukume. Mawaziri wa mambo ya nje jana walikuwa na mkutano kule Ufaransa wa nchi za Kiarabu pamoja na Marekani. Rubio alikuwa kule. Wote wanasukuma, wanataka waende kwa ajili ya hili swala. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa ni pressure kubwa imesukumwa kwa hili liweze kumalizika katika kipindi. Sasa mazungumzo ya siku 3 yalitaka yachukue mambo yote, lakini kama vile wameshindwa kufikia yote. Kwa hiyo wakaamua kuchukua baadhi, tunakwenda na phase. Sasa hiki kilichosainiwa ni phase 1. Phase 1 ambayo ndio hii inaruhusu mateka wa pande zote waliopo huku na huku wataachiliwa. Maana upande wa pili wa Israeli kuna wafungwa na kuna mateka. Mtu ambaye hajapelekwa mahakamani huwezi kutafsiri kuwa ni mateka ambaye ameshikiliwa. Sasa upande wa pili pia wapo ambao wameshikiliwa kwa muda mrefu na hawajafikishwa mahakamani. Na wapo ambao walishafikishwa wakahukumiwa, ambao ndio kati yao katika majina 250 hayo, lakini kati ya 1700 wengi wao hawajapelekwa mahakamani. Kwa hiyo hawa upande wa pili watatoka. Na huku upande huu kuna wale wanatajwa 48 mpaka 50, 20 wako hai. Hawa waliokufa watapelekwa wakati gani? Kwa hiyo kuna kile kifungu ambacho kinasema kuwa ndani ya saa 72 baada ya makubaliano Hamas itatakiwa kuwasilisha wote. Ni kitu ambacho kimeleta utata hata kwenye mazungumzo kuwa inatajwa kuwa waliokufa wengine hawajulikani walifia wapi, wako wapi, walihifadhiwa wapi, kwa sababu eneo la Gaza ni eneo ambalo kwanza halina huduma. Hata kusema labda walikuwa wachukuliwa wapelekwe kwenye hospitali gani wahifadhiwa, kwa sababu hospitali zaidi ya 120 zote zilishambuliwa. Huwezi kusema kuna sehemu walihifadhiwa. Lakini inatajwa pia wengine pia walishazikwa, manake kwenda kufukua mabaki. Na kuna wengine waliuawa pamoja na walinzi wao, wapo kwenye zile rabo, vifusi. Kwa hiyo kuna kikosi maalum ambacho kitaundwa na Marekani, Uturuki, Misri na Israeli, kitaingia kwa ajili ya kwenda kuanza kunyanyua vile vifusi, kuanza kuwatafuta wale wengine. Kwa hiyo hizi saa 72 haziwezi kutosha kuwarejesha wote. Kwa hiyo itachukua muda kuanza kuwarejesha. Kwa hiyo hii ndio katika ile awamu inaitwa awamu ya kwanza. Awamu ya pili itakuwa, hii awamu ya kwanza itasababisha Israel IDF wasogee laini moja ambayo itakuwa mnaachia kati ya 55% ya Gaza eneo lile katika ule mstari ule waliokuwa, kwa sababu tunajua walisogelea Gaza City. Sasa wanarudi nyuma, na kitendo chao cha kurudi nyuma tu watakuwa wameachia nafasi ya Gaza kwa zaidi ya 55%. Fezi ya pili itataka kuwarudisha nyuma zaidi, na fezi ya tatu itawatoa kabisa mpaka kwenye buffer zone. Na fezi ya pili ndio ina ule mpango ni tata kabisa na mgumu kuwa Hamas wataweka silaha, kikosi cha kimataifa kitaingia, na Israeli watarudi nyuma na uanza kujenzi wa Gaza.
hapa sasa ndio pagumu, ambapo kuwa waliamua wayaache hayo, watayazungumza baadaye. Sasa ugumu wake unakuja kuwa watakuja kujadili vitu muhimu vya upande wa Hamas, hali ya kuwa Hamas hana bondi. Yani hivi sasa walivyokuwa wanajadili, tayari kila mtu anacho alichokishikilia. Hamas ana mateka, kwa hiyo anaweza kauli zikasikilizwa zikaenda mbali. Sasa watakuja kujadili phase 2, hali ya kuwa Hamas anaweza kuwa hana dhamana. Dhamana pekee inaweza ikabaki labda ni miili tu iliyokuwa imebaki, ambayo labda bado inatafutwa kwa sababu haijulikani wengine walifia wapi. Ndio dhamana pekee inaweza ikabaki. So ugumu utakuja kwenye phase 2. Uaminifu wa Israeli utabaki ule ule, au kauli za Marekani na Trump yake kuwa watashikilia bomba kuhakikisha kuwa Israeli harudi, je, zitabaki vile vile? Kwa sababu Hamas, kwa taarifa iliyotolewa jana jioni na kiongozi wao wa sasa Khalil al-Hayat, anasema kuwa wana dhamana ya Marekani ya kuwa hili halitorudi. Sasa tukichukulia dhamana ya Marekani, bado inatupa mashaka. Kwani haitoshi katika haya makubaliano ambayo yanafikia? Dhamana ya Marekani inatosha, lakini inaweza isifanye kazi kwa sababu ya tabia ya Marekani. Mazungumzo ya awali yaliyofanyika Januari, unakumbuka ile usitishaji wa Januari ambaye ndio Trump aliingia siku moja kabla ya kuingia, alisema ilikuwa dhamana ya Marekani, lakini ilikuwa ya wiki sita mara 3. Wiki 6 za mwanzo zilivyomalizika, Israeli wakakataa mazungumzo, wakaleta rai yao kuwa mateka toeni na sisi tutaendelea kuruhusu misaada. Walisema hivyo. Hamas wakakataa. Marekani ambao alikuwa ni dhamana, Steve Witkoff akawaambia Hamas, fateni Israeli anavyotaka. Kwa hiyo unaweza kuona kuwa hii ilikuwa ni dhamana, lakini imegeuka ikaja upande wa pili, ikageukia. Sasa ndio wasiwasi huo kuwa, je, dhamana mara hii Marekani anaweza akajidhamini na akasimama kwenye dhamana yake kuwa usifanye hivyo, kwa sababu pia Marekani ni dhamana kwenye mgogoro wa Lebanoni kati ya Hezbollah na Israeli. Lakini Israeli kashavunja makubaliano zaidi ya mara 2500. Sasa nini ambacho kitashikilia haya ambayo kwa sasa wanaanza kutekeleza kwa awamu? Hiyo sasa ndio ugumu wake kuwa tutachosubiri ni kushuhudia. Je, Marekani huyu ambaye kashindwa kushikilia dhamana za nyuma anaweza kushikilia dhamana hii ya mbele ambayo haipo kisheria? Nitakupa mfano. Makubaliano ya 1993 ambayo inaitwa Oslo Accord. Haya ndio makubaliano bora kabisa kuwahi kutokea kihistoria kati ya Israeli na Palestina. Haya ndio makubaliano ambayo yalichora mstari kabisa wa uwepo wa taifa la Palestina. Na hayo ndio makubaliano yaliyowafanya PLO kuweka silaha chini, kutoka msituni au kutoka kutumia silaha kuja mezani kwa ajili ya kutafuta taifa lao. Na yaliandaliwa vizuri. Haya ni makubaliano yaliyopitishwa kwenye misingi ya kisheria yote. Umoja wa Mataifa, ulimwengu ulihusika katika makubaliano ya Oslo. Nini kilitokea? Marekani ambaye ndio alikuwa msimamizi wa makubaliano, ambayo alianzisha mwisho ya miaka ya 80, ambayo yalikwenda kwa miaka mpaka mwaka 93, Isaac Rabin akayasaini yale makubaliano akiwa waziri mkuu. Yasser Arafat akasaini, akatoka msituni akarudi kukaa kwenye meza tuzungumze. Bill Clinton akasaini, Marekani akawa dhamana. Makubaliano yalishavunjwa. Marekani wala hajashughulika na kuwa yeye alikuwa ni dhamana ya haya makubaliano. Kwa hiyo tunayo rekodi nyuma ya Marekani kujidhamini na akashindwa kusimamia, hasa linapokuja hapa. Sasa haya makubaliano ya sasa ni makubaliano ya utashi, Hilda, sio makubaliano ya kisheria. Katika awamu hizi za makubaliano kuna awamu nadhani ya pili kama sio ya 3 ya Hamas kuweka silaha, lakini ilishatokea pia huko nyuma Hamas kukataa swala hilo. Wakati huu unaona hilo kutokea ni vigumu sana, kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho Hamas wanakisema kuwa silaha zao ni kwa ajili ya uhuru wao na taifa lao. Mara kadhaa wanazungumza, wanasema kuwa sisi ni wapigania uhuru, na kauli yao inapigiwa mstari na Umoja wa Mataifa. Taarifa ya Umoja wa Mataifa, unajua Umoja wa Mataifa hawaitambui Hamas kama kundi la kigaidi. Israeli, Marekani na EU wanatambua Hamas kuwa kikundi cha kigaidi. Sasa pale Hamas wanaposema kuwa silaha zetu ni kwa ajili ya uhuru wetu na taifa letu, hatuwezi kuziweka chini mpaka hivi vitu vitimizwe. Sasa unaangalia kuwa vitatimizwa vipi? Na wanasema mpaka taifa la Palestina lijengeke na mchoro wake upatikane, kuwa ndio tutapoweka silaha chini. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa Israeli huenda ikapata sababu kwa hili, kwa sababu serikali iliyopo ya right wing na wao wamemwambia Netanyahu kuwa tunakubaliana. Mfano waziri yule Itamar, waziri wa usalama wa taifa, anamwambia kuwa tunakubaliana na usitishaji wa awamu ya kwanza, ila
kama Hamas watagoma kuweka silaha chini, tutarudi kwenye vita. Sasa utaona kuwa hapo ugumu wa kuja kuwa Hamas watakubali kuweka silaha chini, na kama wasipoweka silaha chini, Israel tarudi kwenye vita, ataungwa mkono na Marekani. Marekani atapata sababu ya kuhalalisha, kwa sababu Israel ikasema Hamas wamegoma kuweka silaha chini. Lakini katika haya mazungumzo yote ya vifungu 20 hakuna sehemu ambayo ina makusudio au mapendekezo ya Hamas au ya Wapalestina, kwa sababu suala la taifa la Palestina imewekwa katika mazungumzo vifungu vya 19 na 20, mwisho kabisa kuwa pale Marekani itaporidhika kuona kuwa utekelezaji wa makubaliano umekwenda vizuri, basi Marekani itaitisha mazungumzo kati ya Israeli na Palestina kwa ajili ya kuishi kwa pamoja, sio kuanzisha taifa, kuishi kwa pamoja kwa amani. Sio, umeelewa? Kuwa sio kuanzisha taifa, yani kuwa sio uwepo wa taifa la Palestina. Na Trump jana alivyokuwa anaongea na vyombo vya habari anasema kuwa sioni uwezekano wa uwepo wa taifa la Palestina. Sasa walioisukuma Hamas kwenye haya makubaliano ndio wanatakiwa warudi tena kuzungumza na Marekani kuwa hapa hakuna hiki kitu kinaitwa taifa la Palestina. Lengo la makubaliano haya ya vifungu 20 vya Trump lilikuwa ni lengo moja tu ambao nilikuambia wiki iliyopita, kuwa kuwatoa kwenye reli halisi ya njia halisi ya taifa la Palestina, unawapeleka kwenye njia ya pili. Njia halisi ni ile iliyozungumzwa kwenye mkutano wa UNGA 79, Ufaransa, Uingereza, Canada, Australia, Ureno zikaitambua Palestina. Na mchakato wao haukuanza hivyo, ulianza UNGA 79, njia aliyopewa Ufaransa na Saudi Arabia kutengeneza mchoro wa uwepo. Sasa Israeli na Marekani walitumia akili ya ziada kuwa tuwatoe kwenye hii reli halisi, tuwapeleke pembeni. Sasa matokeo yake kuwa hili limefunikwa ambalo ni halisi. Makubaliano haya yamefanyika tu hivi punde. Sasa lini hasa matarajio ya kuanza rasmi utekelezaji wake? Tangu Israeli kuidhinisha saa 72 awamu mateka wataanza kutolewa. Kwa kauli ya Trump kuwa mateka wa Israeli wataanza kutolewa Jumatatu na Jumanne, ndio siku ambazo tutaanza kushuhudia mateka kuanza kutolewa Israeli. Itakuwa saa 72 zimekamilika. Kwa mujibu wa Trump mwenyewe, na kwa mujibu wa baadhi ya vyombo vya habari vinataja kuwa huenda Trump akaelekea Israeli Jumapili kwa ajili, amepata mwaliko kwa familia za ndugu wa mateka kuwa wamemuomba aje. Na hili ni katika kitu ambacho kinaonyesha taswira sio nzuri kwa Netanyahu, kwa sababu ukitazama haya makubaliano, Hilda, kuanzia ndani ya Israeli, ndani ya Marekani, wafuasi wengi ambao unaweza kusema kuwa wako upande wa Israeli wanampa sifa zote Trump, sio Netanyahu. Sasa hii haimweki Netanyahu kwenye nafasi nzuri ya kisiasa, yani imekuwa ikimtoa kwenye siasa, japokuwa amekuwa akilazimisha kuonekana kuwa yeye ni shujaa wa hili. Lakini ndani ya Israeli hawampi huo ushujaa, kwa sababu wanaamini yeye alikuwa kizuizi. Kauli yake siku 2 kabla ya Trump kusema tumekubaliana, kauli yake alisema kwenye mkutano wa UNGA, hatustopu, tunaendelea na vita mpaka tutimize malengo yetu. Anatoka pale anakutana na Trump anasema kuna makubaliano ambayo tunayo. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa kama kweli credit za ukweli kwenye haya makubaliano anatakiwa apewe Trump, sio Netanyahu, kwa sababu ni ukweli. Haya yote ni utashi wa Trump na kusukumwa kwa Trump. Usisahau kuwa tuzo ya amani ya Nobel pia ni sehemu ambayo imekuwa ikimsukuma kuwa hebu nikubaliane na hili. Sasa wasiwasi wangu kuwa kama Trump hatopewa hii tuzo, kwa sababu kwa utaratibu alioufanya ni kinyume na tuzo za Nobel. Utaratibu wa kufanya kampeni, Nobel huwa hawafanyi kampeni wala kuwalazimisha watu wa kuendorse we kwa fulani awe huyu fulani, yani kila mtu aseme kuwa Hilda ndio tunamtaka, Hilda hawafanyi hivyo. Utaratibu wao ni wa kimya kimya tu, imekuwa ni kama surprise tu, tunakuletea tu Hilda, we ni mshindi wa tuzo ya Nobel. Lakini Trump toka amerudi kwenye awamu hii ya pili anafanya kampeni ya tuzo ya Nobel. Haya, maana imekuwa wao ndio wanafanya utafiti alafu ndio tuzo zinatolewa. Sasa katika zile wanasema 20 point Gaza peace plan ambazo walikuwa ni mapendekezo ya Trump walipofanya mazungumzo pia na Netanyahu, nazo zimekuwa zipo sehemu ya mpango huu kwa awamu. Na wakati fulani kulikuwa na mjadala pia wa zote kuwa zinatekelezeka kwa kiasi gani hasa, na hilo nalo katika kuliangazia, unadhani ni mambo gani yanaweza yakawa magumu kati ya mipango ile 20? Fezi ya pili ni ngumu zaidi, kwa sababu fezi ya pili ndio ni kama kila upande unamtega mwenzake. Fezi ya pili inataka Israeli kujiondoa
kuvuka line ya kwanza kwenda line ya pili, na ndio phase ya pili ambayo inasema Hamas waweke silaha chini. Ukisikia jana msemaji wa Hamas alikuwa anasema Hamas wako tayari kuzifungia silaha zao kwenye maghala, lakini hawako tayari kuzisalimisha. Ugumu wa Hamas huenda ukawa ni ugumu unaowasumbua kule Lebanon, kwa sababu hata Lebanon kuna hilo la kuwa Hizbullah waweke silaha chini ili waendelee mengine, na Hizbullah wamegoma kuweka silaha chini. Silaha chini, unajua kila sehemu wana utaratibu wao, wanasema huu ni mstari mwekundu. Hamas wanasema mara nyingi kuwa silaha chini ni mstari mwekundu kwetu, hili hatuwezi tukaliweka. Hizbullah silaha chini ni mstari mwekundu, hili haliwezekani tukaweka. Wanachosema kuwa inawezekana vipi sisi tuko na adui yetu yule pale, sisi tuweke silaha chini na adui yetu anaongezewa silaha, na adui yetu haondoki kwenye yale maeneo ambayo tunayogombania. Kama utaratibu wa kuweka silaha chini, hata mimi ningeunga mkono, ungekuwa utaratibu bora sana. Kwa mfano Gaza, ondoa vikosi vyote vya Israeli visiwepo, leta vikosi vya kimataifa, halafu ambia Hamas weka silaha chini, waweke silaha chini. Kama Hamas watagoma wakati huo, tutajua kuwa hapa. Lakini ni vigumu sana kuambia kuwa Hamas weka silaha chini, hali ya kuwa IDF bado ana control eneo zima na silaha anazo na anaongezewa silaha. Hawa watagoma tu kwa njia yoyote, watakataa. Ndio ilivyokuwa, lazima utaratibu ufuatwe, sio wa double standard. Kuwa kama tunataka tufanye hivyo, tufanye kwa jumla. Na haya ndio mambo yatakuwa magumu, uweka silaha chini na Israeli kujiondoa. Hii phase 2 ndio itaoleta ugumu katika masuala haya mawili. Shukran Rahbi, asante. Tusubiri tuone kile ambacho kitajiri wakati hili ndilo likiwa kubwa kimataifa. Kweli kabisa. Naam, tunakamilisha hivyo.